kazi yako itadumu. Washirika unaowalea wao ukiangalia, wakipita kwenye vipimo vya kina Paulo, wakipita kwenye vipimo vya kina Musa, wakipita kwenye vipimo vya kina Stefano, watapita pale. Maisha yao, shuhuda walizonazo, wamekuwa na moto huo. Kama wana moto odia, ni afadhali ubiri injili yenye ugumu wote, wabaki wawili watatu ambao utakuwa unapambana kufa na mchana, wavae sura ya Biblia. Vinginevyo hakuna kinyonge kitakachoingia. Hakuna hata kama uniamini, Biblia ndio imeshasema hakuna kinyonge kitakachoingia. Mnalea kuni za jehanamu. Kristo yuko karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Asilimia kubwa ya wahubiri wanaosifika, wanaonekana wanahubiri vizuri, wanaonekana wana maneno mazuri na wanapongezwa na watu mbalimbali, watafanikiwa kuyapeleka makundi makubwa ya watu jehanamu ya milele kwa sababu ya aina yao ya uhubiri. Ni kwa nini wahubiri hao watafanikiwa kupeleka makundi makubwa ya watu? Kwa sababu watu hawa au wahubiri hawa wanakubalika sana, wanaonekana wanahubiri vizuri sana, wanasifiwa sana kwenye mitandao, wanasifiwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo hata uwezekano wa watu kuwakimbilia na kujua kwa kweli kule kuna upako, kule kuna Mungu wa kweli, ile imani ndio upentekoste wa kweli, ile imani yani kwa kweli ndio imani yenyewe ya Biblia, ni rahisi. Lakini na kuelezea ni kwa sababu zipi wahubiri hao watapeleka watu hao jehanamu ya moto. Na ukisikiza hadi mwishoni utaelewa, na kama wewe ni mshirika wa miongoni mwa makanisa hayo yanayosifiwa, yani lolote ile, hata liwe ninalosali mimi, kama tu utakuwa uko kwenye sifa hizi nitakazotaja, basi na wewe utakuwa ni miongoni mwa zile kuni zitakazochochea jehanamu ya moto. Baadhi ya wahubiri pia wanashindwa au wanaogopa kuwahubiria watu gharama ya wokovu. Gharama ya wokovu, kwamba wokovu unapoingia, unaingia wokovu kama wokovu. Wokovu hauingii na mchumba, hauingii na mali, hauingii na gari, hauingii na mtoto, hauingii na ajira. Unatosha wokovu kama wokovu. Ukiwa peke yake ndani ya moyo, mtu akiokoka akabeba wokovu peke yake, unatosha kuliko mchumba. Mtu akionekana ana wokovu peke yake, anaweza kuwa ni mtu bora, ni mzito, mwenye thamani kuliko kiumbe mwingine yoyote, mwenye kitu chochote cha maisha haya. Hiyo gharama wahubiri wengi wanaogopa kuihubiri, kwa sababu wanajua wengi waliokuja kanisani wamekuja wakiwa na macho yako juu juu, wana macho yanaangalia wachumba, wana macho yanaangalia ajira, yanaangalia gari, yanaangalia uwezekano wa maisha kwa vizuri. Na wahubiri wanashindwa kunyosha upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Wanapinda tu. Naona Bwana anafanya jambo. Waambie kweli injili nini, kuokoka nini. Wajue kuokoka kumepita wapi. Aliyeokoka anakuwa na maisha yapi, anakuwa na sura ipi. Waambie hata kama watakimbia. Hasi tutegemea hapa utakuja kutuombea ajira, unaanza kutuambia kwamba Mungu aleti ajira. Ndio, aleti muwe radhi kujishughulisha na mambo dhaifu. Aleti kafanya ajira dhaifu, mche Mungu, omba maombi. Kafanya ajira dhaifu, onekana katika njia za utakatifu. Kafanya ajira dhaifu, lakini kila siku jioni mwitie Bwana, mwambie Bwana, iwe nitakuwa na fedha ama sina, tumaini la pekee na ulitegemea ni wewe Kristo. Iwe nitaolewa sitaolewa, thamani yangu haitatokea katika kuolewa, haitatokea katika kuoa, haitatokea katika kuwa na mtoto ama ajira. Thamani yangu imo ndani ya kazi ya msalaba. Hiyo ndio injili watu wanatakiwa uhubiriwe. Dunia inatakiwa igeuke kuielekea msalaba. Katika waraka wa mtume Paulo kwa Timotheo, somea kitu kimoja hapa. Hizi ndio injili akina Paulo alikuwa anazihubiri. Wanazaa vyuma, wanazaa watu wazito. Yani ukiona mhubiri anahubiri injili kama hii, wewe jua atazaa kiumbe ambaye ni chuma. Hii dunia haiwezi kumtikisa. Timotheo kwanza 6:6. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shida moja na mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambao wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu. Nikuhakikishie, hili ni moja ya andiko ni vigumu kulikuta linasomwa makanisani, kwa sababu asilimia kubwa ya washirika ni watu ambao hawajui gharama ya wokovu imefika wapi. Nakwambia haya ndio mahubiri waliokuwa nahubiria watu ambao waligeuka kuwa vyuma vinavyoitikisa hii dunia. Yani ukisikia watu waligeuka kuwa vyuma, kuwa ni vyumba ambao dunia ilikamatwa ikatikisika, walihubiriwa maandiko kama haya katika Wafilipi 4 mstari wa 12. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Naweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Ukimkuta mtu anaweza kulishi ile andiko, awe na vingi awe na vichache,
Kristo atahubiriwa, wokovu utakuwa mzuri, wokovu utakuwa mtamu. Apungukiwe fedha, apungukiwe mali, vitu viwe vingi, vitu viwe vichache, lakini Yesu bado anakuwa mtamu. Huyu mtu bado anaonekana ibadani, anaomba, anabubujika, anakuwa ni chuma. Hii dunia inakuwa haiwezi kumgusa. Lakini injili hii haihubiriwi na wahubiri wengi, kwa sababu wahubiri hawa wanaogopa kuambia watu gharama ya wokovu wa kweli. Na kwa sababu hiyo wanazaa mapooza, wanazaa viumbe ambao ni wepesi kwa dunia, wanazaa viumbe ambao ni wepesi kwa dhambi, wanazaa viumbe ambao hawawezi wakaonekana kwenye sura na maisha ya wokovu ambao baba zetu walibeba ndani ya Biblia. Haleluya. Watu wa Mungu, ni wakati mwingine na saa nyingine ambayo Mungu amenipa neema nije niseme nanyi. Leo nije na clip ambayo kwa sehemu kubwa itakuwa kazi yake ni kuwajenga wale ambao kuokoka kwao na kuwemo kwao kanisani wanatafuta lile ambalo lilikuwa ndio kusudi hasa la wokovu litokee. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba klipu hizi zinakuwa zina uchambuzi mzuri wa mambo mazuri, lakini wasikilizaji wake wanakuwa wachache. Wengi zile klipu ambazo unakuwa unaongelea watu ndizo ambazo wanakuja na kutukana na kusema hubiri injili. Ile injili yenyewe ukihubiri bila kutolea mifano ya watu, wengi injili yenyewe hiyo hawaitaki. Sasa ni hubiri title, chenga kubwa ambayo shetani amewapiga washirika au walokole wengi na wachungaji wao. Chenga kubwa ambayo shetani amewapiga washirika au walokole wengi na wachungaji wao. Ama ni kwa nini asilimia kubwa ya wahubiri wanaosifika, wanaonekana wanahubiri vizuri, wanaonekana wana maneno mazuri na wanapongezwa na watu mbalimbali, watafanikiwa kuyapeleka makundi makubwa ya watu jehanamu ya milele kwa sababu ya aina yao ya uhubiri? Ni kwa nini wahubiri hao watafanikiwa kupeleka makundi makubwa ya watu? Kwa sababu watu hawa au wahubiri hawa wanakubalika sana, wanaonekana wanahubiri vizuri sana, wanasifiwa sana kwenye mitandao, wanasifiwa sana kwenye jamii. Kwa hiyo hata uwezekano wa watu kuwakimbilia na kujua kwa kweli kule kuna upako, kule kuna Mungu wa kweli, ile imani ndo upentekoste wa kweli, ile imani yani kwa kweli ndo imani yenyewe ya Biblia, ni rahisi. Lakini na kuelezea ni kwa sababu zipi wahubiri hao watapeleka watu hao jehanamu ya moto. Na ukisikiza hadi mwishoni utaelewa, na kama wewe ni mshirika wa miongoni mwa makanisa hayo yanayosifiwa, yani lolote ile, hata liwe ninalosali mimi, kama tu utakuwa uko kwenye sifa hizi nitakazotaja, basi na wewe utakuwa ni miongoni mwa zile kuni zitakazochochea jehanamu ya moto. Ni kwa nini asilimia kubwa ya wahubiri watapeleka watu jehanamu? Ama chenga kubwa ambayo shetani amewapiga washirika au walokole wengi na wachungaji wao. Ukumbuke hapa anazungumzia sana kwanza wale wachungaji ama walimu au manabii wenye watu wengi. Watu wengi yani wanafuatwa na makundi makubwa ya watu bila kujalisha wao nadhani ni wa kweli ama ni waongo. Nisikiza vizuri utajua nini ninachoongelea. Sababu ya kwanza kubwa ni kwa sababu waumini hawa au waumini hao ambao ni watu wanaofuatilia au wahubiri wakubwa ama ni watu wanaosikiliza injili au ni washirika wa wahubiri wakubwa, kwa sehemu kubwa wao sio washirika wa tabia za uungu, bali ni washabiki wa wahubiri. Yani wao hawana badiliko lolote linaloendana na sifa ya mhubiri huyo ama na namna ambazo mhubiri huyo anakuwa anazungumziwa kwa jamii, kwamba kwa kweli labda sijui Magembe ni mhubiri mzuri au Gwajima. Kwa hiyo huyu mhubiri anakuwa na sifa fulani kubwa, lakini kwa sehemu kubwa ni sifa ambayo
sio washirika wa ile sifa, ni washabiki, ni watu wanaoshangilia. Kwa kweli sisi, baba yetu ni mtu ambaye anapasua miamba, ni mtu ambaye anasifika kwenye mitandao. Huyu ni mtu mkubwa, ana uwezo wa kumwangusha Goliati. Yani hakuna kama huyu Tanzania. Ni kweli hiyo sifa huyo mtu anayo, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hiyo sifa haiambukizwi kwenda kwa watu wanaowalea. Wakati lengo la Biblia, lengo la maandiko lilikuwa kuhubiri, ni kupandikiza kile ambacho uko nacho wewe, kupandikiza kwa watu unaowalea. Ukishasema kuhubiri, kwamba unahubiri, unafanya kazi ya kuchukua mawazo, vipaumbele, vitu ulivyo navyo wewe, kuanza kuwapandikizia watu wengine. Watu wengine waanze kutazama kama wewe, waanze kuwa na vipaumbele kama vyako, wabadilishe vipaumbele, wabadilishe maisha, wabadilishe harakati, waanze kuwa na harakati kama zako. Sasa kwa sehemu kubwa washirika wengi, hasa wahubiri ambao wanasifiwa, na ukweli ni kwamba inawezekana wahubiri hao wana sifa njema, wana maisha safi, wana bidii, wana moyo wa kweli kabisa katika Mungu, sio wahuni. Isipokuwa tatizo tu ni kwamba washirika hawa ni mashabiki, yani wamegeuka kuwa washabiki wa wale wahubiri, wamegeuka kuwa ni washabikiaji wa ile hatua na kuishangilia, ila wao wenyewe hawana jitihada yoyote ya kwenda kwenye ile hatua ambayo wanaiona kwa huyo mhubiri. Kumbuke Biblia ilitaka tuwe washirika wa tabia za uungu, na uzuri wa maneno ya mhubiri ni matunda ambayo yatazaliwa na yale maneno ya mhubiri. Sasa nikusomee kidogo hapa maandiko. Nianze na Mathayo Mtakatifu 7 ambayo inazungumzia kuhusiana na matunda. Uhubiri wa mtu ni nini? Nikujulishe kwamba uhubiri wa mtu sio tu vile yeye atakavyokuwa anaonekana ni mkweli au ana sifa nzuri. Usahihi wa uhubiri wa mtu ni kwamba wale watu anaowazaa, wawe ni 2, 3, wawe ni 10, wana maisha gani? Na Biblia inachotambua, inatambua mtu ama inamtambua mhubiri, inamtambua mtu kwa kazi ama kwa matunda yake. Katika Mathayo 7 mstari wa nianze ngapi? 15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanawajia wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Unafikiri yale matunda ambayo sio mazuri yenyewe ndio yatapona kwenda motoni? Ukumbuke, kila mti usiozaa matunda mazuri, manake kila mhubiri asiyezaa matunda, asiyezaa watu wanaoendana na neno la Mungu, wanaoendana na Biblia. Ni kweli mhubiri yeye anasifika, yeye alizaliwa, kuna mtu alimpandikizia hivyo vipaumbele, alimpandikizia hayo maisha, lakini kama yeye hazai, kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Manake hadi haya matunda ambayo sio mazuri hayawezi yakawa yamesalimika kwa namna yote. Nikujulishe, nimekwambia kwamba mti unatambulikana kwa matunda yake, na matunda ambayo mti anakuwa nayo ndio yanayotambulisha mti huu umekuwa bora kiwango gani. Katika waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za uungu, mkiokelewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Mpate kuwa washirika wa tabia za uungu. Tukiita mshirika, manake kile ulicho nacho wewe mhubiri anaanza kukishiriki, anakuwa nacho. Kama kuna sifa njema, kama kuna hatua, kama kuna namna yote ya baraka na neema ambayo inanenwa kwenye jamii, kuitwa mshirika ni kuanza kuwa na tabia, kuwa na sifa kama ile ambayo mhubiri anayo. Kitu ambacho kwa sehemu kubwa wahubiri wengi wanaoongoza makundi makubwa ya watu na kusifika. Nitakuelezea mambo mengine na utajua ni kwa nini watu hao wanaowalea
hawaonekani kwenye sura ya kuwa washirika wa tabia ya uungu au wa sifa fulani njema alionayo huyo mhubiri. Ni kwa nini watu hao wanaolelewa wanakuwa hawana sifa hiyo? Ndio maana nimekwambia hapa na kuhubiria wewe ambaye unaongozwa, lakini pia na wahubiria wahubiri ambao wanaongoza makundi ya watu. Katika Danieli 12 mstari wa 3 maandiko yanasema, na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hawa waongozayo wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Hao waongozao wengi kutenda haki. Kwa asilimia kubwa makanisa sasa ni kweli yamejaa washirika wengi, lakini washirika ambao wengine wana mawazo ya kiumalaya, wengine wanavaa vimini, kila mtu anakuja kivyake, wa kujipamba anajipamba, wa kuvaa skin tight anavaa. Katika hayo maisha walionayo washirika, kuna kipande ambacho wahubiri wanahusika kushindwa kuweka standard imara za kibibilia kwa sababu mbalimbali za kimaslahi zao, ambayo Biblia inawatambua waongozao wengi kutenda haki watang'aa milele na milele. Manake wale ambao hawaongozi wengi kutenda haki, hao ni kuni za jehanamu, kuanzia wao na wale wanaoongoza. Ndio mfano wa makundi makubwa ya wahubiri wanaoshangiliwa, wanaongoza watu kwa namna hiyo ambayo haina maisha yote ya haki. Sasa hiyo nilikuwa nasema jambo la kwanza. Kwa nini asilimia kubwa ya wahubiri watawapeleka washirika wao jehanamu ya moto? Kwa sababu washirika hao hawawi, au waumini hao hawawi washirika wa tabia za uungu. Ile sifa alionayo mhubiri, zile tabia za uungu, kama kuna namna yote ambayo jamii inamnena huyu mhubiri, wale washirika hawaendi kwenye ile sifa. Sasa nikutajia jambo lingine kwamba asilimia kubwa ya waumini ni washangiliaji wa hatua au mabadiliko walionayo wahubiri. Yani ni kama ile niliyosema mwanzo wa shabiki, lakini hapa nafanua tena kwamba ni washangiliaji wa hatua au mabadiliko walionayo wahubiri, wala sio watu wanaohangaika kuipambania au kuwa na harakati za kuwapeleka kwenye hatua hiyo. Yani wengi wanashangilia tu kwamba kwa kweli, yani si tunamuelewa sana, yani Mbarikiwa wewe ni jembe, songa mbele, sisi tuko nyuma yako, songa mbele, kwea ukafanikiwe, wewe Magembe tunakuelewa, wewe Gwajima. Lakini katika kusifia wewe Mbarikiwa, kusifia wewe Magembe, kusifia wewe Gwajima, sijui Kakobe, sijui nani, wao kwenye ile sifa ambayo wanamnena nayo huyo Mbarikiwa, huyo Kakobe, huyo sijui Gwajima, huyo Magembe, wao hawatafuti kuwa na sifa alionayo yule mtu. Yani wao ni watu tu ambao wanafurahia yule mtu kuwa na hatua kubwa, ila hawatafuti kuwa na harakati. Ikumbukwe, mtu ni matokeo ya vipaumbele alivyo navyo. Mtu ni matokeo ya harakati alizonazo. Mtu ni matokeo ya bidii alionayo. Mtu ni matokeo ya nguvu zake, amezipeleka wapi. Mtu ni matokeo ya kujidhabihu, amejidhabihu kiwango gani. Wahubiri wote unaoona wana sifa kubwa, hawa wote, kama ni akina Kolola waliotangulia, kama ni akina Magembe, akina Gwajima, akina Mbarikiwa, mhubiri yote unayemwona na sifa kubwa, ujue alikuwa na hivi vitu vipaumbele. Kipaumbele chake kilikuwa ni injili. Harakati alizokuwa nazo, alikuwa ni mtu anakimbia huku na kule kutafuta injili ikiwe ni kitu ambacho kitakuwa imara zaidi. Kama hiyo haitoshi, bidii. Bidii manake ni kuendelea na kitu hata kama kinakatisha tamaa, lakini walikuwa na bidii. Nguvu, waliwekeza sana nguvu kwenye injili. Watu wametumia mamilioni ya fedha, wamezunguka huku na kule, wamekatiza mitaa, wamejaza mafuta magari. Bidii, walijisacrifice, walijitoa sadaka kwa ajili ya injili. Sasa ninachokisema mimi ni kwamba huyu mshirika, badala na yeye aanze kuwa na vipaumbele walivyokuwa navyo, badala na yeye aanze kuwa na harakati walizo nazo, aanze kuwa na bidii, awekeze nguvu kwenye kile kilichowafanya kuwa vile, ajidhabihu. Kujidhabihu manake ni kuwa tayari kupoteza baadhi ya haki zako, baadhi ya vitu ambavyo inaonekana ulitakiwa uvipate, ulitakiwa ufaidi, ulitakiwa ndio viwe halali yako. Unakuwa tayari kuvipoteza kwa sababu tu ya kusudi fulani ulilonalo, kwamba mimi nataka niende pale, nataka kuwa yule. Badala ya huyu mtu anayekuwa mshirika kuingia kwenye vitu vya aina hiyo, yeye anakuwa tu ni mtu fulani ambaye yuko ana vipaumbele vyake,
ana harakati zake za kiulimwengu tu. Kuna maeneo ambayo amewekea bidii, kuna mambo yanaelekea kwa nguvu, hajajidhabihu chochote katika Mungu, lakini ni mshangiliaji. Yani Mbarikiwa, tunakuelewa sana, songa mbele wewe, tuko pamoja na wewe. Yani hakuna mhubiri anayehubiri injili ya kweli. Unajua, yani mmebakia tu Mbarikiwa na Cassian, au yani nchi mimi ninaowafuatilia ni Magembe na Gwajima. Yani hawa wanahubiri injili ya kweli, lakini hoja ni wakati hawa wanahubiri injili ya kweli, kuna mipumbavu mingine inasema yani nchi wangekuwa kama Mbarikiwa kama watu 10 tu nchi ingepona. Pumbavu wewe, kwani usio wewe ndio wa pili umeongezea idadi hapo? Yani wewe unachokiona tu ni kwamba wanatakiwa waweko wengine wakina Mbarikiwa, lakini sio wewe. Kwani usio wewe? Sasa wewe unasema waweko kama 10, kwani usio wewe? Ndio ujue kwamba wewe haujawa yule kwa sababu ya vipaumbele ulivyonavyo. Ni maisha ambayo nakuhakikishia kama utaendelea kuishi hivyo, jehanamu ya moto inakuhusu, kwa sababu mbingu hawaingii watu ambao walikuwa na kazi nzuri ya kumshangilia mhubiri. Mbingu, maandiko yanasema wala hakuna kinyonge kitakachoingia ile nchi. Maana yake ni viumbe wenye uzito fulani wanaoingia, na huu uzito ni matokeo ya harakati zao, huu uzito ni matokeo ya mbio zao, huu uzito ni matokeo ya walikuwa wameweka mbele nini, walikimbia kutafuta nini kitokee duniani. Sasa ni vitu ambavyo mara nyingi haviongelewi kwa sababu mbalimbali. Sasa nikwambie tu hivyo, nikusomee kiufupi tu sana, kifupi sana nikusomee katika Wakorinto wa kwanza 15, kwa ufupi sana. Wakorinto wa kwanza 15 mstari wa 8. Na mwisho wa watu wote alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si kwa wakati wake. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu na liliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake ilikuwa kwangu, iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Tukimzungumza Paulo, ni matokeo anayosema nalizidi kufanya kazi kupita wao wote. Mtu ni matokeo ya harakati zake, ya mbio zake, ya bidii alionayo, mashindano alionayo. Anashindania nini? Anataka nini kitokee duniani? Kama unamuona mtu yuko mbele yako unamsifia, na wewe anza kuingia kwenye vipaumbele vile, ndo utakuwa yule. Vinginevyo utakuwa kuni za jehanamu. Kama uniamini, endelea kuniona kama vile mimi na sijui na ugomvi na wewe mhubiri wako. Haya, Wakorintho wa 2:11 mstari wangapi hapa? Nianzie mstari wa 21. Na nena kwa jinsi ya kujidhiri, kana kwamba sisi tulikuwa dhaifu, walakini akiwa mtu ana ujasiri kwa lolote, na nena kiupuzi, mimi nami ninao ujasiri. 22. Wao ni Waebrania na mimi pia, wao ni Waisraeli na mimi pia, wao ni uzao wa Ibrahimu na mimi pia. 23. Wao ni wahudumu wa Kristo, na nena kiwazimu, mimi ni zaidi, katika taabu kuzidi sana, katika vifungo kuzidi sana, katika mapigo kupita kiasi, katika mauti mara nyingi. Hapa anaanza kuelezea mapigo katika kufunga mara nyingi, katika kukesha mara nyingi, katika kuomba mara nyingi, na alipigwa mijeredi. Harakati alizokuwa nazo Paulo ndo zilizomfanya. Wewe ukitaka kuwa huyo Gwajima, kuwa huyo Magembe, kuwa huyo Mbarikiwa, anza kuingia kwenye harakati na mbio alizokuwa nazo. Sio tu jitu fulani ambalo unashangilia tu, unajua yani huyo ndio mhubiri wa kweli, mimi nampenda. Yani unajua mhubiri mimi nampenda kwa sababu amenyoka kwenye ukweli. Biblia na maandiko yanataka wewe ndio unyoke kwenye ukweli, sio unashangilia tu amenyoka kwenye ukweli. Haya, jambo la 3, ni utaira kushangilia hatua ya kiongozi wako ambayo wewe hauiendei. Ni utaira, yani ni utaira kwa unashangilia kitu ambacho wewe ukiendei au uko kwenye harakati hizo, ila tu ni kama tu zombie fulani ambaye wewe unafly. Yani kwa kweli mimi ndo maana nafly kuwa babangu, yani nafly sana kuongozwa na babangu. Lakini unafly nini? Kwa sababu Mungu lengo la kukuweka chini ya huyo mtu ilikuwa wewe uanze kuvaa tu alionayo, sio unafly kitaila hivyo. Haya, jambo la 4, wahubiri hawana dhamira ya kubadili watu kuja kwenye maisha yao, kwa sababu wahubiri wengi, asilimia kubwa ya wahubiri hawana dhamira au dhamiri ya dhati. Yani hawana ile heartfelt, kitu wanachokuwa kinatoka ndani ya moyo
kutaka watu wao wabadilike kuja kuwa kama wao, kwa sababu moja, baadhi yao wao wenyewe wana maisha machafu, wana maisha yasio na ushuhuda. Kwa hiyo hawana ujasiri wa kusema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo, kama ujasiri aliokuwa nao Paulo, ndugu yetu mpendwa. Ujasiri aliokuwa nao Paulo katika Wakorintho wa kwanza 11:1, nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Paulo anasema katika Timotheo wa kwanza kwamba yeye aliokolewa ili awe kielelezo, ili awe ni mtu ambaye watu wengine watakao kuja kuokoka wamuige yeye. Lakini asilimia kubwa ya wahubiri hawana maisha ambayo ni kielelezo, hawana maisha yenye ushuhuda safi ambao wanaweza wakawa na ujasiri wa kusimama mbele ya washirika wao na kuambia wawafuate wao kama wao wanavyomfuata Kristo. Yani maisha yao hayaonyeshi kwamba wao wanamfuata Kristo kwa mioyo yote. Katika Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15, ni neno la kuaminiwa tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba Kristo Yesu alikuja ulimwenguni aokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Lakini kwa ajili hii nalipata rehema, ili katika mimi wa kwanza Yesu Kristo audhihirishe uvumilivu wake wote, niwe kielelezo kwa wale watakao muamini baadaye wapate uzima wa milele. Niwe kielelezo, niwe ni mtu ambaye bidii yangu, mbio zangu, harakati zangu zitawavutia wale watakao amini baadaye waishi maisha kama naishi mimi. Hiyo ni sababu ya kwanza ambayo inapelekea wahubiri wengi wasiwe na dhamiri au dhamira ya dhati ya kubadili maisha ya watu wao kuja kwenye maisha walionayo wao. Mbili, wanavitafuta vya watu wala hawatafuti roho au maisha au mabadiliko ya watu. Yani katika kuhubiri watu, wengi wao wanatafuta vitu vya watu. Kwa hiyo ili sasa watafute vitu vya watu, kwanza wanatakiwa watengeneze mazingira watu hawa wawe wengi, ili na vitu wanavyotafuta viwe vingi. Pointi ya tatu ambayo inaendana na hiyo ni kwamba baadhi ya wahubiri hawa wenye maisha safi wanaogopa kuwahubiria watu wao au washirika wao gharama ya wokovu na wokovu unavyotakiwa kuendea. Yani wanaogopa kuambia kwamba wokovu lazima mali ife, lazima dunia ife, lazima tamaa zife. Huwezi ukaokoka na Mungu akaacha tamaa ya mali, au ukiokoka kabisa kabisa Mungu aleti mali. Mungu anavyoingia anasema yeye ni Mungu mwenye wivu. Kama kuna chochote unakitegemea, Mungu lazima akitoeshe kwanza. Sawa, wahubiri hawa baadhi yao ambao wao wenyewe kweli wana mabadiliko, wana maisha ambayo ni safi, lakini wao injili waliohubiriwa ikawabadili, wakaja pale ikawabadili, wakawa na harakati zile, wanaiogopa kuihubiri kwa washirika wao. Ndo sababu ya pili na tatu vinaingiliana hapo, kwamba moja, sababu ya pili, wanavitafuta vya watu, hawatafuti roho zao au maisha yao au mabadiliko ya hao watu. Kwa sababu wanavitafuta vya watu ili viwe vingi, wavipate vingi, wanatakiwa kutengeneza mazingira ambayo hawa watu watakuwa wengi ili wavipate vingi. Lakini jambo la tatu ambalo linaendana na hilo ni kwamba kwa sababu wanavitafuta vya watu, hawa wahubiri, yeye mwenyewe ana maisha safi, yeye mwenyewe anaujua wokovu ni nini. Yeye alihubiriwa wokovu ambao dunia, mali inabidi ife, dunia inabidi ife, tamaa ya mali inabidi ife, tamaa ya zina inabidi ife, tamaa ya vitu vya maisha inabidi ife. Lakini yeye anahubiri injili ambayo inaweza ikawa inaamsha tamaa au inawatumainisha watu. Mungu anaenda kufanya jambo, naona kuna kitu kitafanyika, naona kuna jambo litatendeka, natamka baraka, natamka neema, mwaka huu naenda kuzaa mtoto. Kuna wahubiri wengine mimi nashangaa sana, ni wahubiri ambao wanaaminika sana, lakini unamkuta huyu mhubiri yuko mahali anaombea watu wapate watoto. Sasa Yesu aliombea wapi watu wapate watoto? Nataka niwaambie, njia ya Biblia ni njia ya Biblia. Kama Yesu hakuwahi kuombea watu wapate watoto, wewe jua hiyo ndio Biblia. Ndio Biblia, hata kama ni chungu. Usionalea watu wana mitamaa ya zinaa, wana mitamaa ya kupata watoto, unaanza kuita mbele, haya jamani leo ni maombi ya kuombea watu wapate watoto. Hakuna maombi ya aina hiyo kwenye Biblia. Kiko kitu cha thamani kuliko watoto, kitu cha thamani kuliko mke, kitu cha thamani kuliko mchumba. Huyu mshirika utakiwa mhubirie injili, dunia ife, watoto wafe, mali ife, avae roho itakayomjulisha ndani ya wokovu. Tulikuwa tukitafuta kitu cha maana kuliko watoto, kuliko mchumba, kuliko mali, kuliko kuolewa, kuliko kazi.
Unamkuta mhubiri anajipambanua na hubiri injili ya kweli, anaita washirika mbele, jamani wale wenye vyeti waliomaliza chuo njoni tuwaombee kazi. Wewe Yesu aliombea wapi watu kazi? Paulo anasema mikono yangu ilitumika kwa ajili yangu na kwa ajili ya wale waliokuwa pamoja nami. Alijishughulisha na kazi dhaifu. Wengi mnafahamu Paulo alikuwa msomi, lakini anaenda kufanya kazi ya kushona mahema. Wapi Paulo aliombewa kazi? Paulo katika Warumi anasema, Warumi 12 anasema muwe tayari kujishughulisha na mambo dhaifu. Mhubiri unakuja unahubiri unaanza kuombea watu kazi, na kuhakikishia hao watu nao walea walitakiwa waje kwenye badiliko lonalo wewe. Kama wewe ulihubiriwa injili, mali ikafa, vitu vya maisha haya vikafa, vipaumbele vya maisha haya vikafa, ulitakiwa uhubiri injili ambayo itaua hivyo vitu ndani ya moyo wa mtu mwingine. Usihubiri injili ya kuwatumainisha watu, Bwana nenda kufanya, natamka baraka juu ya mashamba yako. Amna, baraka ya Mungu imepita mali, imepita mavuno, imepita wachumba, imepita. Yani wahubiri watu wabadilike kuja kwenye badiliko la Biblia kwa gharama yote. Hata kama watabaki wawili, watabaki watatu, usivitafute vya watu, tafuta roho za watu, tafuta mabadiliko ya watu. Nawaambieni dunia inakwenda kuzama, na wote ambao mnalea makundi makubwa ya watu kwa kuyatumainisha kana kwamba Bwana ataenda kufanya jambo, lakini makundi hayo hayabadiliki, dunia haifi ndani yao, yana vipaumbele vya dunia na mitazamo ya dunia, ni kuni za jehanamu. Mtakuja mnikumbuke hata kama leo mnaniona na chuki. Haya, niwasomee baadhi ya maandiko, mtakuja mnikumbuke nyie. Kwa sababu naambia injili sio hiyo, injili sio hiyo. Mnajikusanyia makundi makubwa ya watu, mnajikusanyia washabiki ambao injili yenu haichomi dhambi zilizo ndani ya mioyo yao, haichomi tabia mbaya, vipaumbele vya kimalaya vilivyo ndani ya maisha yao, ambavyo walitakiwa wabadilike waje kwenye sura ya Biblia. Haya, nikusomee katika Wafilipi 2:19, walakini natumaini katika Bwana Yesu kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijiwe na mimi nikijua hali yenu. 20, maana sina mtu mwingine mwenye nia moja nami atakayeangalia hali yenu kweli kweli. 21, maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo Yesu, ila mwajua sifa yake ya kuwa ametumika pamoja nami kwa ajili ya injili kama mwana na babaye. Sasa ni kwamba Paulo anamsifia Timotheo kwamba wahubiri wengine wote wanatafuta vya kwao, lakini sivyo vya Kristo. Vya kwao ni vipi? Wanatafuta uwezekano wa wao kula, kukusanya mafungu ya 10. Ndio nawaambia haya makanisa mengi mnaona washirika wamejaa, ila wana mitabia michafu, wana misia michafu, hawana hatua yoyote. Ila ukiwagusa tu, usimguse baba yetu, usimguse baba yetu anahubiri injili ya kweli, usimguse. Ila imejaa umalaya, imejaa hisia za umalaya. Ukikagua simu zao zimejaa message za umalaya, yani kila kitu ni furu. Maana naambia hizo ni kuni za jehanamu, na inawezekana hata na nyie mnaoongoza ni kuni za jehanamu. Sasa najua wengine mtanitukana, wengine mtanichukia, lakini ndo nawaambieni ukweli. Mimi sitasaza neno ambalo Biblia ilitaka dunia ifahamu ama ijue kupitia mimi. Kama mimi hicho kitu nimekifahamu, nitakifafanua na dunia itafahamu kwamba usiwe mshirika wa mhubiri hata kama ana sifa nzuri vipi, ana sifa ya kuwa na upako sijui. Hilo badiliko alilonalo huyo mhubiri tunatakiwa tulione kwako. Tusipoliona wewe jua umeshika mavi, umebeba kitu ambacho sicho. Injili sio hiyo, wokovu sio huo. Haya, hapo nimekwambia wanatafuta vya kwao wenyewe wala si vya Kristo. Wanatafuta uwezekano wao kuwa na mali, kuwa na utajiri, wala si vya Kristo. Lakini nimekwambia baadhi ya wahubiri pia wanashindwa au wanaogopa kuwahubiria watu gharama ya wokovu. Gharama ya wokovu, kwamba wokovu unapoingia, unaingia wokovu kama wokovu. Wokovu hauingii na mchumba, hauingii na mali, hauingii na gari, hauingii na mtoto, hauingii na ajira. Unatosha wokovu kama wokovu. Ukiwa peke yake ndani ya moyo, mtu akiokoka akaubeba wokovu peke yake, unatosha kuliko mchumba. Mtu akionekana anao wokovu peke yake, anaweza akawa ni mtu bora, ni mzito, mwenye thamani kuliko kiumbe mwingine yoyote, mwenye kitu chochote cha maisha haya. Hiyo gharama wahubiri wengi wanaogopa kuihubiri
Kwa sababu anajua wengi waliokuja kanisani wamekuja wakiwa na macho yako juu juu, wana macho yanaangalia wachumba, wana macho yanaangalia ajira, yanaangalia gari, yanaangalia uwezekano wa maisha kukaa vizuri, na wahubiri wanashindwa kunyosha upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu kwa ajili ya kubadilisha maisha ya watu. Wanapinda pinda tu. Naona Bwana anakufanya jambo. Waambie kweli injili nini, kuokoka nini. Wajue kuokoka kumepita wapi. Aliyeokoka anakuwa na maisha yapi, anakuwa na sura ipi. Waambie hata kama watakimbia. Hasi tutegemea hapa utakuja kutuombea ajira, unaanza kutuambia kwamba Mungu alete ajira. Ndio, haleti. Muwe radhi kujishughulisha na mambo dhaifu. Haleti. Kafanya ajira dhaifu, mche Mungu, omba maombi. Kafanya ajira dhaifu, onekana katika njia za utakatifu. Kafanya ajira dhaifu, lakini kila siku jioni mwitie Bwana, mwambie Bwana, iwe nitakuwa na fedha ama sina, tumaini la pekee na ulitegemea ni wewe Kristo. Iwe nitaolewa sitaolewa, thamani yangu haitatokea katika kuolewa, haitatokea katika kuoa, haitatokea katika kuwa na mtoto ama ajira. Thamani yangu imo ndani ya kazi ya msalaba. Hiyo ndio injili watu wanatakiwa wahubiriwe. Dunia inatakiwa igeuke kuielekea msalaba. Katika waraka wa Mtume Paulo kwa Timotheo, somea kitu kimoja hapa. Hizi ndio injili akina Paulo walikuwa wanazihubiri. Wanazaa vyuma, wanazaa watu wazito. Yani ukiona mhubiri anahubiri injili kama hii, wewe jua atazaa kiumbe ambaye ni chuma. Hii dunia haiwezi kumtikisa. Timotheo kwanza 6:6. Walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja na mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambao wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu. Nikuhakikishie, hili ni moja ya andiko ni vigumu kulikuta linasomwa makanisani, kwa sababu asilimia kubwa ya washirika ni watu ambao hawajui gharama ya wokovu imefika wapi. Nakwambia haya ndo mahubiri waliokuwa wanahubiriwa watu ambao waligeuka kuwa vyuma vinavyoitikisa hii dunia. Yani ukisikia watu waligeuka kuwa vyuma, kuwa ni viumbe ambao dunia ilikamatwa ikatikisika, walihubiriwa maandiko kama haya katika Wafilipi 4:12. Najua kudhiriwa, tena najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona njaa, kuwa na vingi na kupungukiwa. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiae nguvu. Ukimkuta mtu anaweza kuliishi ile andiko, awe na vingi awe na vichache, Kristo atahubiriwa. Wokovu utakuwa mzuri, wokovu utakuwa mtamu. Apungukiwe fedha, apungukiwe mali, vitu viwe vingi, vitu viwe vichache, lakini Yesu bado anakuwa mtamu. Huyu mtu bado anaonekana ibadani, anaomba, anabubujika, anakuwa ni chuma. Hii dunia inakuwa haiwezi kumgusa. Lakini injili hii haihubiriwi na wahubiri wengi, kwa sababu wahubiri hawa wanaogopa kuambia watu gharama ya wokovu wa kweli. Nani? Kwa sababu hiyo wanazaa mapooza, wanazaa viumbe ambao ni wepesi kwa dunia, wanazaa viumbe ambao ni wepesi kwa dhambi, wanazaa viumbe ambao hawawezi wakaonekana kwenye sura na maisha ya wokovu ambao baba zetu waliubeba ndani ya Biblia. Niendelee. Jambo la mwisho ni kwamba wahubiri wengi wana msisitizo mdogo wa mahubiri au hawana usimamizi. Wana msisitizo mdogo wa mahubiri ya kuwabadili watu, kuwaleta kwenye hatua walionayo, ama hawarudi kuhubiri hatua waliotakiwa kuwa nayo washirika, ama hawana usimamizi. Ikumbuke Yesu alikuwa anawasimamia wanafunzi wake. Kuna mahali alivyoambiwa waombe, akaona waombe, akauliza, mmeshindwa tokesha nami saa moja? Maana hapo Yesu alikuwa anasimamia, sio tu anawaambia kesheni jamani muombe, kesheni muombe mimi nitakuja.
anawaambia kesheni, lakini anakuja wameomba kweli au wamelala? Kwa ujue kuwa mhubiri ni kusimamia watu nao walea. Sio naacha watu waishi vyovyote. Kuomba waombi, kama ni kufunga wafungi, unaasha waishi vyovyote, ila tu anakushabikia. Baba yetu tunampenda. Utaila kuni za jehanamu hizo unazilea. Kama waamini, mimi nakwambia utakuja unikumbuke. Mbingu hakiingii kilicho kizembe. Kwa hiyo wahubiri wengi wana msisitizo mdogo wa mahubiri ya badiliko aliyotakiwa kwa nalo mtu, ama usimamizi mdogo, ama kurudia. Lakini kitu cha pili ambacho kinaendana na hicho ni kwamba wahubiri wengi wana mahubiri ya kusifia na sio kuambia watu makosa yao au udhaifu wao. Yaani wahubiri wengi ni kusema tu watakatifu wa Bwana, haleluya. Mwambie jirani yako, Mungu akubariki sana kwa kuwepo leo kanisani. Ni mtakatifu kwa lipi? Ameishi maisha yapi? Anafanana na mtakatifu nani kwenye Biblia? Anafanana na nani kwenye Biblia? Ushughuliki ni jana ametoka kuzini. Watakatifu wa Bwana, haleluya, mbarikiwe sana. Wale waliokuwa na, yani huyu mhubiri hashughuliki na kugusa maisha ya watu. Wewe kwa nini hujaomba? Kwa nini hujafunga? Kwa nini ukwepo ibadani? Ulikuwa wapi? Ulikuwa unafanya nini? Kilikuwa kinakubadili kuwa nani? Kwa sababu ukishaona mtu ameitwa ni kondoo, wewe ni mchungaji. Ni kweli kondoo anaifuata sauti ya mchungaji, lakini wakati mwingine huyu kondoo unatakiwa umwelekeze, nenda huku, kwa sababu kondoo anatakiwa aisikie sauti yako. Huyu kondoo anatakiwa umwelekeze, nenda huku, usiende huku. Kondoo anatakiwa wewe ndo umwelekeze, wewe ndo kazi yako kuchunga, kuelekeza aende wapi. Lakini asilimia kubwa ya wahubiri wanaacha kondoo anaenda kokote. Baadaye baadhi ya kondoo wanageuka mbuzi, wanaenda kula mahindi ya watu, wanaenda kuharibu vitu vya watu, wao wana shida. Sasa nianze hapo kwenye eneo la msitizo wa Filipi 3:1. Paulo anasema, hatimaye ndugu zangu, furahini katika Bwana. Kuandikieni mambo yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Kuandikieni, kurudia mambo yale hakuniudhi mimi, bali kutawafaa ninyi. Katika Filipi hiyo 1 mstari wa 27, Paulo anasema kwamba lakini mwenendo wenu na uwe kama ipasavyo injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo niasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkishindania imani ya injili, wala muogope adui zenu katika neno lolote. Kwa wao ni ishara madhubuti ya kupotea, bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu utokao kwa Mungu. 29, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale mlioona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Paulo maeneo mengi alikuwa anarudia, mnatakiwa kuwa na maisha kama ya kwangu, mnatakiwa kuwa na maisha kama ya kwangu. Na jambo jingine ambalo wengi mmezoea kusema, anayebadili watu sio mhubiri, anayebadili watu ni Yesu. Kwa hiyo mhubiri anahubiri tu, anayebadili watu ni Yesu. Sikia nikwambie, neno la Mungu ni upanga wa roho. Neno la Mungu litakiwa ligawanye uovu uliomo ndani ya mtu. Mtu akihubiriwa injili, yumo kanisani, injili ichome moyo, ipasue maovu na umalaya uliojaa ndani yake, aanze kufikiria maisha mengine. Katika Waebrania 4:12, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele zake, lakini vitu vyote vi utupu na kufunuliwa machoni pake yeye aliye na mambo yetu. Kama hiyo itoshi, basi Yesu mahubiri yake, kama utakuwa unasoma Biblia, hakuna mahali Yesu alianza kusifia. Petro, leo hongera sana, umefanya vizuri. Karibu maeneo mengi Yesu alikuwa anakosoa, kwa sababu Yesu alikuwa akitafuta wanafunzi wake wavae maisha alionayo. Rudi nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu. Mahali pengine aliwaambia, mjui roho mlionayo. Yani maeneo mengi, nitaishi nanyi enyi wenye imani haba mpaka lini? Lakini wahubiri wakiona washirika wao wana imani haba, wana maisha dhaifu, wengi wao hawashughuliki kuambia, kwani wewe una maisha dhaifu? Kwani wewe una hatua dhaifu hii?
Kwa hiyo wao, huyu mshirika anatoa dhaifu, hamna shida, lete hivyo vitu vyako, si ndo ninavyohitaji. Ndio maana wala kina kiboko wa chawi alikuwa anasema, wewe hata ukivaa chupi mimi nikaona rangi yake ni nyekundu, wewe njoo, umetoka kubeba sadaka kwa mchepuko, wewe njoo niletee hizo sadaka, niletee hizo sadaka, mimi nile niende na mambo yangu, kwa sababu hizo sadaka wengine mmebeba kwa michepuko, mimi siwezi nikasema michepuko yenu. Akina kiboko wa chawi alisema wazi. Lakini kuna wachungaji wengi ambao wanaweza wakawa wanajulikana wa kweli, ila maisha yao au mahubiri au injili zao hazitofautiana na zile za akina kiboko ya chawi. Sasa niwakaribishe watu kutukana, tukaneni, na wale ambao mmefanikiwa kusikiliza mpaka mwisho ongeleni, ila wale ambao mmeona nimewasema wahubiri wenu au mtaziona picha zao hapa, mtaanza kusema huyo anahusika nini. Jifuatilie maisha yako wewe mwenyewe, unaniambia anahusika nini, kwa sababu wewe mwenyewe unaweza kuwa ni miongoni mwa unayeuliza huyo anahusika nini, ila sifa, maisha, hadhi alionayo wewe mwenyewe huna. Ni jitu tu fulani. Baba yetu mtoe hapo, toa picha baba yetu. Una hatua gani wewe baba yako? Mbona baba yako tunamjua, wewe hatukujui? Wewe umetokea wapi? Mbona hatukujui? Ukishakuwa una baba ambaye ni Paulo, tukuone wewe ni Timotheo, tukuone unatembea kwenye njia za baba yako. Vinginevyo wewe jua umejazwa umsukule wa imani na injili, na nikuhakikishia wewe ni kuni za jehanamu kama hutabadili hayo maisha. Anyway, vyovyote vile najua wengi mnaweza msinielewe, lakini wakati fulani niliwahi kusema mimi katika maisha ambayo wahubiri wengi wanasifiwa, ni kweli wana uwezo mzuri wa kuhubiri, mimi sikatai, ila katika maisha ambayo wahubiri wengi wanasifiwa, yani baba yetu ndo anayefafanua vizuri maandiko. Ile Biblia anaichimba, ana ujuzi wa theolojia, ana historia ya kanisa. Wewe, mimi siwezi nikaenda kwa mshirika wa wahubiri yoyote kati yao, miongoni mwa sababu kubwa wahubiri yao, ile sifa wanayotajwa nao wao, kwa sehemu kubwa wale misukule wanaowalea pale haonekani kwenye hiyo sifa. Hasa mimi nikienda na mimi nitakuwa msukule kama wale wako tu hivi, kama wanasubiri pumba hivi. Mimi sitaki hayo maisha bwana. Mimi ni bora niendelee na mbarikiwa wangu, ana hatua dhaifu, ni mpagani, lakini kwenye upagani alionao na mimi nitaonekana kwenye huo. Nataka nikuhakikishie uhubiri ndo huo. Uhubiri ni kuzaa mtu ambaye anafanana na wewe. Uhubiri ndo huo, vinginevyo unahubiri kitu kingine. Unahubiri matango poli. Unahubiri si unahubiri mandangambwa gani? Anyway, sauti ya mtoto wa mtu aliyai kutoka gerezani, nikiwa mwenyewe nalia kutoka mabusi, nikisema tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Kila kilima na vilima vitashushwa, na kila bonde litainuliwa, na kila palipo paruzo patasawazishwa. Hakuna jiwe litakalosalia juu ya jiwe. Kila pando asilolipanda Baba litang'olewa. Litang'olewa. Wahubiri tutawaandama mpaka mtajua mnachokifanya ni kazi ya shetani. Anyway, Kristo yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Kwanza kabla sijamaliza hapo, nisome ile. Nimekwambia mbingu hakitaingia kinyonge, ila kabla hilo ngoja nisome andiko moja hapa. Kuna andiko moja hapa linakuwaga tamu sana unavolisoma. Kwa hiyo nikusomea hapa ili ujue kwamba wewe na ubiri wako unaongea, basi ujue kwamba yako maisha ambayo ulitakiwa uyatafute. Katika Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 13 maandiko yanasema hivi: maana siku ile itaidhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto, na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa atapata thawabu, kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara, ila yeye mwenyewe ataokolewa, lakini ni kama kwa moto. Kazi yako itadumu. Washirika unaowalea wao ukiangalia, wakipita kwenye vipimo vya kina Paulo, wakipita kwenye vipimo vya kina Musa, wakipita kwenye vipimo vya kina Stefano, watapita pale. Maisha yao, shuhuda walizonazo, wamekuwa na moto huo. Kama wana moto odia, ni afadhali ubiri injili yenye ugumu wote, wabaki 2 watatu ambao utakuwa napambana kufa na mchana, wavae sura ya Biblia. Vinginevyo hakuna kinyonge kitakachoingia. Hakuna hata kama uniamini, Biblia ndio imeshasema hakuna kinyonge kitakachoingia. Mnalea kuni za jehanamu. Kristo yu karibu kuja kumlipa kila mtu sawa na kazi yake. Hii ndio maana lile neno Maranatha.
Amen.